Mwezi wa Juni umetengwa kimataifa kama mwezi wa kuhamasisha jamii kuhusu afya ya akili, huku kukiwa na msisitizo maalum wa afya ya akili kwa wanaume. Akizungumzia hilo baada ya kuongoza matembezi ya kutoa hamasa kuhusiana na afya ya akili kwa wanaume mjini Kilifi, kaunti ya Kilifi, mwanzilishi wa shirika la MK Initiative Millicent Hayanga amesema wanaume wengi wanakabiliwa na hali ya msongo wa mawazo, hali inayofanya baadhi yao kuchukua maamuzi mabaya kama ya kujitoa uhai na kuishinikiza jamii kutowachukulia kama watu wadhaifu wanapopaza sauti zao kutokana na changamoto zinazowakabili. Let us encourage them to speak. Wacha wakaongee makanisani, manyumbani, marafiki. Tusiwe wa kwanza ku point fingers kwa wanaume kuwa mbona unaongelea jambo hili, wewe ni kuwa mgumu. Hapana, sisi wote ni binadamu. Ile mwanamke anapitia changamoto kimawazo, ndivyo mwanaume anapitia changamoto kimawazo. Kwa upande wa wadau wengine katika mchakato huu wa kutoa hamasa kwa wanaume kuhusiana na afya ya akili, wameshinikiza serikali kutenga fedha maalum za kuwawezesha wanaume kujikimu kimaisha ili kuepusha na hali hii. Awareness ni kitu ya muhimu sana. Kwanza jamii iweze kufahamu ya kwamba it is good mwanaume kujiexpress, na ni vizuri apewe nafasi ile ya kujielezea kama mwanaume, na wakati atakapojielezea ile information yake iwe itakuwa covered, kwa sababu wengi wao huwa wanaogopa sana kupeana information yao ama maisha yao, yale mambo yenye ambao wanayapitia, kwa sababu huwa wanakosa ile uaminifu katika wale watu wenye ambao wanawapea zile information zao. Serikali ikae chini iweze kutenga fedha maalum kwa ajili ya kutetea wanaume, ajili ya kuempower wanaume, kuwapatia miradi, waweza kupatia mabodaboda, waweza kupatia na mashini za kuosha gari, na hata kuwapeleka katika vyuo vya kiufundi ili waweze kupata ujuzi, na waweze kuwapatia hata kazi ili waweze kukimu mahitaji yao. Ni nini ambayo inaweza kufanya sisi tusipate bajeti ambazo zinaweza kufanya hili swala la mental health likuwe kwenye bajeti ya kila mwaka wa serikali, ili tuweze kufikia wale vijana ambao hawana nafasi ya kukuja kwa kamera kama sisi. Ni kauli ambazo zimeungwa mkono na Patrick Kabio, mkazi wa Kilifi, ambaye amesema ikiwa jamii tuwakumbatia wanaume na kutoa hukumu wanapozungumzia changamoto zinazowakabili itakuwa vyema, kwani hatua hiyo itadhibiti visa vya msongo wa mawazo miongoni mwao na hata kujitoa uhai. Kama community ama kama serikali, kama county, kama mashirika, ni vizuri sasa mgeukie pia sehemu ya upande wa wanaume, manake wamenyamaza na wameachwa kimya kwa muda mrefu, hawajaangaliwa, hawajashughulikiwa. Kwa hivyo ni wakati pia kwamba kwa maoni yangu kwamba mgeuke, muangalie upande wa vijana pia na wazee na wababa, manake wanaumia na bado wako kimya. Nikiripotia runinga ya Coco, mimi ni Janet Mumbi.